Tatawala hakukata tamaa kabisa katika ule ubaya ambao alikuwa anaufanya juu ya Anmol. Leo tunaona anapanga mpango mpya. Alisema kwamba atahakikisha Anmol haendelei na masomo, pamoja na kwamba amefaulu basi, lakini yeye alisema kwamba atahakikisha Anmol haendelei na masomo kabisa, kwa sababu mtoto wake kwanza alikuwa amefeli na wao walikuwa naamini amefeli kwa sababu ya Anmol. Kwa jambo hilo limemuumiza sana Tatawala mpaka imefikia hatua ya kuwasiliana na mama yake mdogo na Anmol ambaye ni mama yake na Pinky, na baada ya kuwasiliana naye walikubaliana naye kwamba wamfanyie njama ili wahakikishe Anmol haendelei na masomo kabisa, na kweli walihakikisha wanaanza mchakato wao kwa kuomba video za CCTV camera, na mpango huo ulifanywa na Tatawala, na baada ya hapo tunaona alimshirikisha mama yake Pinky na mpango ukaendelea. Na ukizingatia siku hiyo Anmol aliingia ofisini kwa sababu ya kwamba alikuwa ametoka kutekwa na alikuwa ana hali mbaya, kwa hiyo wakaenda wakahakikisha wanampatia matibabu. Kwa hiyo moja kwa moja waliamua kufanya vile ili aonekane alikwenda kupewa majibu. Sasa kwa upande wa baba yake Anmol, yeye anawaza sana namna gani atamsomesha mtoto wake, kwa sababu alisema kwa mtoto wake amemfurahisha hawezi akahakikisha mtoto wake anakosa hiyo elimu. Kwa hiyo akasema atafanya vyovyote vile, hata kama ni kuuza nyumba basi atauza nyumba ili Anmol aende kusoma. Sasa baada ya hapo tunaona kwa upande wa Rishi alikuwa analalamika sana kwa sababu marafiki zake walikuwa wanamtangaza kwamba amefeli, na alikuwa anawaza sana, anasema marafiki zangu wamekuwa wananitangaza mpaka Zanzibar nzima imejua kwamba nimefeli. Yaani ni bora uwe hauna marafiki kabisa kuliko kuwa na marafiki wa ajabu kama hawa. Sasa kwa upande wa mama yake Nilam, leo na yeye anajua kitu kingine, kwamba Nilam anapendana na Chirag, ambaye Chirag ni kaka yake Anmol. Na baada ya kujua hilo, hakujua yeye peke yake, familia hii nzima ilijua, lakini Rishi alikuwa anapinga jambo hilo. Lakini kwa upande wa bibi, yeye alisema haina shida kwa sababu mbona hamna shida yoyote. Lakini pia Tatawala na yeye alisema anakubali Nilam aolewe na Chirag. Kwa hiyo jambo hilo limekaa kwa picha hiyo. Sijui mpango wa Tatawala, lakini Tatawala huwa hafanyi kitu bila kufikiria, lazima kuna kitu amekipanga. Sasa baada ya mpango ule wa Tatawala kutimia, ambapo walihakikisha wanapata video za CCTV camera, basi walizifikisha polisi. Lakini baada ya kuzifikisha polisi, Anmol leo amekuja kukamatwa na kupelekwa kituoni. Baada ya kupelekwa kituoni, baada ya mahojiano kidogo, tunaona yule mkuu wa kituo alisema mbona kama binti huyu hana tatizo lolote na wala hana hatia yoyote, kwa sababu pia anaonekana ana akili sana. Kutokana na vile alivyokuwa anajibu maswali, basi waliamini Anmol ni binti mwenye busara sana na mwenye akili sana. Kwa moja kwa moja wao waliona hana hatia yoyote.